kushambulia uwekezaji. Wewe ni nani bro? Huu sio mkoa wa namna hiyo. Watafute mkoa wa kucheza cheza, lakini sio mkoa huu. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameliagiza jeshi la polisi mkoa wa Kigoma kufanya operesheni ya haraka kuwasaka watu wote waliohusika na mauaji ya Petro Endro Kabasha mwenye umri wa miaka 35, mlinzi wa mwekezaji aliyeuawa katika kitongoji cha Ilunde, kijiji cha Chakulo, wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa mkoa ameonyesha kukasirishwa na tukio hilo na kusisitiza kuwa Kigoma si mkoa wa kuchezea. Mauaji hayo yanadaiwa kutokea siku ya kuamkia tarehe 7 ya mwezi huu mwaka 2026, ambapo mtu huyo alishambuliwa na watu wasiojulikana ambao pia walikata ng'ombe za mwekezaji huyo, tukio ambalo limezua hofu na taharuki kwa wananchi wa eneo hilo, huku taarifa za awali zikionyesha kuwa mauaji hayo yanahusishwa na migogoro ya ardhi. Akizungumzia tukio hilo, mkuu wa mkoa amewatahadharisha pia watu wote wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu na kujifanya wababe ndani ya mkoa wa Kigoma, akisema kuwa wajirudi mapema, kwani Kigoma ya Siro si mkoa wa kuvumilia vitendo vya kihalifu, na kwamba yeyote anayetaka kufanya vurugu atafute mkoa mwingine. Nataka wala ambao wanajua huwa ni wababe, wala ambao wanafikiri kumuua binadamu mwenzake kama ng'ombe ni jambo la kawaida, wajirudi sana. Huu sio mkoa wa namna hiyo. Watafute mkoa wa kucheza cheza, lakini sio mkoa huu. Ukicheza kwenye mkoa huu brother, usije ukalaumu. Naomba haya maneno nayasema muyafikishe. Na kama kuna mwanamke anajua mume wake ni wa namna hiyo, na kama kuna mtu anajua mume wake wa namna hiyo, amwambie hiyo biashara iishe. Kwa sababu haya matukio nasikia yamekuwa yanatokea mara kwa mara. Hakuna kinachofanyika cha nguvu. Serikali inajitahidi, lakini nafikiri mnaona kama ni mchezo fulani. Sasa ujumbe naotoa si mchezo mnafikiria. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan sio ya namna hiyo mnafikiria, kwamba kuna mtu anaweza kulala na mke wake ndani ya nyumba kwa sababu ya mgogoro tu wa ardhi, akachukua na mapanga akaenda kuua mwenzake, kushambulia wenzake, kushambulia uwekezaji. Wewe ni nani bro? Sasa kabla sijasema mengi zaidi, nataka nisikie changamoto ni nini, kwa sababu nilikuja kwenye ile kijiji cha Kuru, tukazungumza, tukafikia kwenye consensus nzuri tu, tukitandara, tukajua mambo yanakwenda vizuri, tunashughulikia. Sasa wahuni wachache nasikia usiku wa kuamkia leo wamekwenda wameua mlinzi, nasikia wamekatakata ng'ombe, mifugo ya mwekezaji. Mwekezaji ni mtu muhimu sana, na kama kuna mgogoro wowote watu wanakaa wanazungumza, Watanzania tunakaa tunazungumza. Sasa kuna washamba wajinga wachache ambao hawajui sheria, anafikiri ubabe ndio unasaidia. Nafikiri ndugu zangu, tutadili nao mpaka watajua sheria ni swala, lazima uheshimu sheria. Na sheria ndio inafanya unakuwepo, na sheria ndio inafanya unalima, sheria ndio inafanya unafuga, sheria ndio inafanya wewe na watoto wako wanasoma shule. Ukiniletea ushamba wako ambao umekuwa nao toka makuzi yako, sio mkoa huu wa kuchezea. Waliofanya hilo tukio, iwe mchana iwe usiku, lazima watapatikana. Na nasikitika wakipatikana wataacha familia zao. Na walifikiri ubabe utawalipa, ubabe huu hautawalipa. Na kama walikuwa wamezoea kuwatisha wawekezaji wasifanye kazi zao, hiyo nafasi hawataipata tena. Hiyo nafasi hii ni ya mwisho. Wawekezaji tunawahitaji, wafugaji tunawahitaji, wakulima tunawahitaji. Kwa hiyo hakiwezekani kikosi cha watu wachache wakazuia wawekezaji wasiwekeze. Wewe ni nani? Hakuna anayeweza kushinda serikali. Yaani leo nimekuja na maneno makali, na wakati mimi niko naitwa ni mtetezi wenu. Kwa kweli siwezi kuwa mtetezi wenu kwa hilo. Niwaambie ukweli kabisa. Siwezi kuwa mtetezi wenu kwa hilo. Na siwezi kuwa na utawala wa kuuana. Juzi mmekata kichwa mwanamke mmoja hapo. Sawa? Na yule mwanamke amekufanya nini? Unatenganisha kiwiliwili na kichwa. Tuhesabu kwamba tunaishi na wanyama au tunaishi na binadamu? Na kama ni binadamu gani wa jinsi hiyo? Ninaombeni mkafichuane. Mimi nimekwenda pale hospitali. Yule mtu amepigwa jembe hapa. Hapa. Ubongo uko unatoka mapuani. Fikiria kama ni mtoto wako amefanywa hivyo, ndugu yako amefanywa hivyo, wewe ungejisikiaje? Hivi kuna hali zinazidi binadamu?
Hiyo ardhi hata kama ipo haina binadamu, ina kazi gani? Unapomuua mtu mmoja umeua watu zaidi ya 100. Kwa ndugu zangu, naombeni tupate taarifa ya wahalifu hili liishe. Tuwe wa kweli, tuwe wa kweli kabisa, na ukikaa kwenye ukweli mambo yote yataenda vizuri. Msidanganyane, mnaunda vikundi halafu mnaenda mnavamia watu kule, haiwezekani. Na hao tutawafahamu tu, tutafukua makaburi ndani ya muda mfupi. Hata ukimbilie wapi, tutakufuata huko. Rekodi tutazifukua zote, na tutahakisha kwamba hii hali inakomeshwa na wala hatutaonea mtu. Sasa ninachowaomba, acheni unafiki, mambo ya kupamba pamba, sijui wawekezaji sijui eti wanapigana wenye, ujinga mtupu. Tukio lile linajulikana na tutawafahamu wote waliofanya. Wameenda pale, wamefanya walivyofanya, tunajua. Sasa sisi tulifanyia kazi, lakini mimi nakuahidi Mheshimiwa Mkuu, hili litakuwa la mwisho. Vinginevyo wengine tuondoke hapa. Haiwezekani watu wakawa na uana kama kuku. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hii ni changamoto kwenu. Hakikisheni, kwa sababu haya matukio yamekuwa yanatokea siku za nyuma, mwenyewe mnaeleza, hakikisheni mnafanya special operation kubwa. Msimuonee mtu, lakini tusimwache mtu ambaye ni muovu. Kwa hiyo operation zote tunazifanya, tusifanye tu operation ya waliofanya mauaji haya. Hata hayo mauaji ya nyuma ambayo yamefanyika, mnasema kuna mtu alikatwa kichwa akawacha nini, matukio yote tufanye operations. Tufanye operation wale wanaovuta mabangi, wanaofanya nini, tufanye operation kubwa kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama. Lakini ndugu zangu, nitoe wito kwenu wote kwamba tutafute taarifa nani amefanya hili tukio, na mimi nitatoa zawadi ya milioni 2 kwa ambaye atafanikisha kutupa taarifa tuweze kuwakamata waliofanya hili. Kwa hiyo ukifanikisha hili moja kwa moja utakuja kwa mkuu wa mkoa, utapata milioni 2 zako 2 ili tuwapate waliofanya hili tukio, wakili tukio, na wataje kikundi kilichofanya hilo tukio, na kama walikuwa na silaha watuonyeshe silaha zake.